بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala Atharul Fitan Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, tulifikia al-atharu al-thamin. Al-atharu al-thamin, miongoni mwa athari mbaya za fitna, kataja idhaafu al-ukhuwah al-imaniyah wal-rabitah ad-diniyah, kudhoofika ule undugu wa kiimani na mafungamano ya kidini pia hudhoofika katika fitna. Na hili ni jambo ambalo lafahamika. Ni ngapi katika fitna ambazo zilikuja zikawa ni sababu ya kuondoa ule undugu uliokuwa baina ya Waislamu wawili, na hata ile fitna ikiondoka nyoyo hazibaki kama zilivyokuwa. Qala aidan min athari alfitani wa ma'alatiha almurdiya, sema pia katika athari za fitan na mwisho wake mbaya, annaha tufakkiku almujtama'at, fitna ni sababu ya kusambaratisha mujtamaa, وتضعف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. na fitna hudhoofisha ule undugu katika imani na ile mafungamano ya kidini. وتنشر بين الناس الضغائن والأحقاد والعداوات, na fitna hueneza baina ya watu chuki na uadui. Na hili ni jambo ambalo kila aliyeona fitna ameliona, kwa fitna yoyote inapokuja watu wakajivurumiza ndani yake, huenda ikawa ni sababu, bali ni sababu ya kuleta chuki baina ya watu na uadui. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه أعلم الناس بالفتن, alikuwa mjuzi zaidi wa hizi fitna katika masahaba wa Mtume sallam. Nani? Kwa sababu asema ilikuwa watu wakiuliza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu khair, ama mimi nilikuwa nikiulizia shari, si kwa kuipenda shari, la, makhafata an yudrikani, naogopa isije ile shari ikanipata. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. يا رسول الله, karibuni tulikuwa katika ujahilia kabla ya wewe kutumilizwa kwetu na kabla ya sisi kukufuata wewe.
tulikuwa katika jahiliya na shari. Fajaana Allah bihadha alkhair, Allah akatuletea hii khairi, akakutumiliza wewe ukaja na hii khairi. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, je baada ya hii khairi kuna shari? Tuko katika khairi, baada ya hii khairi kuna shari? Qala na'am. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ كمبيا يا رسول الله na baada ya hiyo shari itakayokuja kutakuja khairi? قال نعم وفيه دخن، وفيه دخن، yani bimaana itakuja khairi lakini ndani yake kuna uchafu fulani, sio khairi moja kwa moja. وجاء في بعض الروايات أنه قال بقية، وفي روايات جماعة على أقذاء، جماعة على أقذاء، أي يبقى الناس أو يبقى في الناس بقية على فساد قلوبهم، وتبكي watu lakini nyoyo zao hazitakuwa safi sababu ya fitna zitakazokuwa zimepita huko nyuma. Na qadha ni kile kinachoangukia macho au maji katika vumbi, ghubar na usakh, ule uchafu ndio aqdha, yani uchafu. Bimaana bakia ya watu wako lakini nyoyo zao hazitakuwa safi kama zilivyokuwa. وهدنة على دخن، وفي رواية قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. آمن المزيد sana, kuwa nyoyo za watu hazitarejea kama zilivyokuwa mwanzo. Fitna wakati wote inapoangukia mahali, basi nyoyo hazitabakia vile zilivyokuwa, bali zitabadilika. Yale mambo yatakayopita katika fitan, baada yake hata kukisuluhika bado kutabakia kiasi fulani ya dakhan, hakuko kusafi vile kulivyokuwa. fashahidu anna alfitana indama tata'ajjaju تغير النفوس وربما تخلخلت معاني الأخوة والرابطة الإيمانية. الشاهد نكوى فتنة زنفواكا، ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaani mwenye kuziamsha fitna wakati fitna zimelala. Mal'unun man ayqadha, amelaaniwa mwenye kuziamsha zile fitna, sababu si jambo zuri. Zinapowaka hubadilisha nafsi, bali wakati mwingine huleta msukosuko na huleta uharibifu katika ule undugu na mafungamano ya kiimani. Wallahu tabaraka wa taala yaqul innamal mu'minuna ikhwa فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. hakika waumini ni ndugu, sifanyeni sulhu baina ndugu zenu na mumche Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kurehemiwa. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، توما صلى الله عليه وسلم asema كونوا عباد الله إخوانا، namuwe waja wa Allah nyote ndugu moja, sababu wote ni waumini. Almuslimu akhul muslimi, muislamu ni ndugu yake muislamu. La yakhdhuluhu wala yadhlimuhu wala yahqiruhu, muislamu hamuangushi ndugu yake muislamu anapomhitajia, kumfanyia takhdhiri wakati ndugu yake hamhitaji. Wala yadhlimuhu, wala muislamu hamdhulumu ndugu yake muislamu. Ikiwa dhulma ni haramu kumdhulumu hata asiyekuwa muislamu, mimbabi aula ndugu yako muislamu kwa haijuzu kumdhulumu.
wala yahqiruhu, wala hamdharau ndugu yake Muislamu. Attaqwa hahuna, taqwa ucha Mungu uko ndani ya moyo wa mwanadamu, na ukiwepo ndani ya moyo wa mwanadamu utaonekana athari yake. Kinyume na baadhi ya watu utawaona wakiamrishwa mema na kukatazwa maovu, asema attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, na yeye afanya uovu. Lau kama angelikuwa ni mkweli, ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kullu. Haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo pande la nyama ambao ndio ule moyo likitengenea, basi mwili mzima wa mwanadamu utatengenea. Kwa hivyo dalili ya uchamungu ulioko ndani ya moyo wa mwanadamu ni vitendo vyake vizuri anavyovifanya, wala si kufanya uovu kisha kiambiwa afanye uovu asema attaqwa hahuna. Takwa ipi hiyo? Takwa ipi hiyo ambayo wewe wamfanyia uovu ndugu yako Muislamu, wamdharau ndugu yako Muislamu? Attaqwa hahuna, Mtume sallallahu alayhi wasallam, bihasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu muslim. Yatosheleza mtu kuwa na shari, kuwa muovu, kumdharau ndugu yake Muislamu. Tizama namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyozungumzia ule undugu katika Uislamu. Kisha jambo kubwa la khairi kama hili ije fitna ije kuharibu. Wal ahadithu fi hadha al ma'na kathira, ahadithi ambazo zabeba maana nyingi sana. Hiyo ni athari ya 8, kudhoofisha undugu wa imani, fungamano ya imani. الأثر التاسع الجرأة على القتل وسفك الدماء. ujasiri wa kuua na kumwaga damu. Fitna zinapoingia huwapa watu ujasiri wa kuua na kumwaga damu, na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu leo aliona. Tizama katika zile nchi ambazo zimeingia fitna ya kuang'oa viongozi wao, ni damu za watu wangapi zimemwagika? Wengi wamekufa, wengi sana, watoto kwa watu wazima, wengi sana. Wallahi lau kama utayaona haya mambo, moyo wako waweza kutokwa na damu kwa huzuni juu ya Waislamu wanaofanyika. Hali nzito sana. قال أيضا من عواقب الفتن ومآلاتها, نتيجة الفتن مشواك أنها ترخص فيها دماء المسلمين أي بينهم. damu za Waislamu huwa rahisi sana, sahali kuzimwaga katika fitna. Leo vijana watoka katika nchi mbalimbali wajiunga na kundi laitwa Daesh. Liko wapi sasa? Kwishi. Ndio jua ni silaha za ajabu, hakuna mtu ajua ni nani waliziunda, na ukweli wa mambo utakuta kwa nyuma yao ni kufaru. Ukaona vijana wajivuta katika mavideo wakiua watu, waona ni fahari kile wanachokifanya. Piga watu risasi za kichwa, ua watu, munafiki ua. Mtu asema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, yuwa. Sallallahu alaihi wasallam. قال وتتجرأ النفوس على القتل, nafsi huwa na ujasiri kuua, kumwaga damu. ويستحل الناس دماء بعضهم بعضا, وكون هو يحللش دم ya mwenzake na yule يحللش دم ya mwenzake. فتن. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الفتنة لا ترون القتل شيئا. ابن عمر رضي الله عنهما asema
wakati wa fitan zinapotokea fitna mtakuwa hamuoni kuua ni chochote, yani kwenu nyinyi kuua si chochote, takuwa wakati wa fitan kuua si chochote. Ikiwa kwa mfano katika zile nchi ambazo zimeangusha serikali zake, kuna serikali tena? Hakuna serikali. Kwa hivyo ikiwa hakuna serikali, ni kwa yule dhalim hawezi kupatilizwa kwa dhulma yake na dhulumu mwenzake. Kwa hivyo kuua kwake ni kitu cha sahali, kwa sababu hakuna mtu atamhesabu kwa kuua kwake. Hakuna mtu atamshika amwambie kuwa wewe umeua utahukumiwa. La, hakuna. Ni fitan. Mtakuwa mkiona kuua kwenu si chochote. Na wengi katika watu walioingia katika hizi fitna walikuwa hawajui athari yake mbaya. Wallahi leo kuna baadhi ya hizi nchi watu wazungumza na kusema afadhali yule kiongozi dhalim na dhulma yake akae, lakini si hali tunayo. يرحمكم. وكان رضي الله عنهما عظيم النهي عن الدخول في إراقة الدماء. ابن عمر رضي الله عنهما alikuwa sana akikataza watu kuingia katika kumwaga damu za wenzao. Fitna aina yote kataza watu. wastilab al-amwal wa taaddi ala al-a'rad, akiwakataza watu sana kunyakua mali za watu. Katika fitan mali unyakuliwa, nyumba za watu ghafla usikie hii hapa si kwako, ondoka fulani, wewe kuanzia leo ishi. Allahu musta'an. Na kufanyia uadui heshima za watu wengine na hiradhi zao. وله في هذا كلمة عظيمة جميلة ينبغي أن تحفظ ويحافظ عليها. ابن عمر katika kulizungumzia jambo hili ana maneno mazuri sana. Lau kama watu watahifadhi yale maneno, wallahi yatawanufaisha hapa duniani na kesho akhira. Ala wa hiya أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم. bwana mmoja alimwandikia barua sahaba ibn Umar radhiyallahu anhuma, akamwambia niandikie ilmu. Kiambiwa andike ilmu, utaandika vitu vingapi? Kiasi gani kitatosheleza kuandika ili wewe umemwandikia mtu ilmu? Ataka ilmu. Fakataba ilayhi, Ibn Umar akamrejeshia barua kwa kumwandikia haya maneno, na haya maneno ndio hayo yanayosifiwa kuwa ni mazuri sana. Innal ilma kathir ya ibn akhi, ilmu ni nyingi mno ewe mwana wa ndugu yangu. Walakin in istata'ta an talqa Allah, lakini ikiwa utaweza kukutana na Mola wako khafifa adh-dhahri min dima'i al-muslimin, ikiwa muungo yako ni mepesi kutoka na damu za Waislamu, bi maana ukubeba damu ya Muislamu, hujaua mtu katika Waislamu. Khamisa al-batni min amwali, tumbo lako tupu, hauna mali ya mtu, hujadhulumu mtu, tumbo lako safi kabisa, inshallah unaandaa, lakini hujadhulumu mtu. Kafa lisani an a'radihim, na ulimi wako umeukomesha na kuzuia kutokamana na kuingilia heshima zao. Laziman li jama'atihim, ukalazimu jamaa yao na kuwa na kiongozi wa Uislamu. Faf'al, basi fanya hivyo. Ikiwa kuna nasiha kubwa katika maneno machache ni hii ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, وهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كله والخير كله. ukiangalia vizuri huu wasia ni wasia adhimu jiddan, bali ni wasia ambao umekusanya ilmu yote na khairi yote. Haya mambo aliyotaja ya kwanza, uwe umekutana na Mola wako, hujamwaga damu ya Muislamu, kwa sababu dhambi ya kuua ni kubwa mno. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. sio mchezo.
mwenye kumuua mu'min kwa kukusudia malipo yake ni moto wa jahannam milele, na Allah amemlaani mtu kama huyo na kumkasirikia na kumwandalia adhabu kubwa mno. Kwa kuwa si jambo dogo, pamoja na kwa wakati wa fitan watu wataona kuwa kumwaga damu ni jambo dogo tu. Kimwona mtu aweza mpiga risasi mulie mbali, nani atakuuliza? Nani? Na vichwa vya watu huruka wakishafanya yale maandamano yao, wakaona sasa hakuna mwenye kuweza kutuzuia, ufanye vitu vya ajabu sana. Ikiwa ni mabarabarani wamepitia katika mabiashara ya watu huiba, ikiwa ni magari ya watu yamewekwa pale huvunjwa, watu wakafanya kila aina ya balaa katika maandamano ya fitna. Huo ni mfano tu, mpaka kufikia kuangusha serikali. Sasa ndio balaa kabisa. Ikishaangushwa serikali hakuna mtu yajali, huyu atamuua huyu na huyu atamuua huyu. Watu hawaoni kuwa ni jambo kubwa kwa wao. Hii athari pia ni mbaya sana ya fitan, aljur'atu ala alqatl wa safki ad-dima. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.